Wamiliki wa magati nchini Zanzibar wametakiwa kuhakikisha usalama wa raia, watalii na mali wanazotumia huduma za usafiri sambamba na kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa na serikali. Wito huo umetolewa na afisa wa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, Hassan Mbaruku Ali, wakati wa ziara ya ukaguzi wa magati katika mkoa wa Kusini Unguja. Amesema lengo la ziara hiyo ni kukagua miundombinu ya magati, vifaa vya usalama vilivyopo pamoja na kujiridhisha kuwa miongozo ya mamlaka ya usafiri baharini inazingatiwa. Amesema mamlaka hufanya ukaguzi wa kila mwaka ili kutathmini usalama wa magati na kuruhusu upya vyeti vya uendeshaji kwa mujibu wa sheria. Ameongeza kuwa watakaobainika kutokiuka taratibu zilizowekwa watachukuliwa hatua za kisheria, huku akieleza kuwa changamoto kubwa ni baadhi ya wamiliki kutokuwa na uelewa wa sheria na wengine kutotaka kuzifuata. Tunapitia jet installation kwa mantiki ifuatayo. Kwanza, kukagua eneo husika kwamba lipo usalama wa kiasi gani kwa ajili ya matumizi ya raia na watalii kwa ujumla. Vile vile, je, wanatumia au wameweka vifaa aina gani kwa ajili ya usalama huo. Sambamba na hilo, tunapita kufanya ziara hii kuangalia je, jet ilipowekewa imefuata taratibu zilizowekwa na mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar na kutokana na miongozo ya serikali ilivyowekwa. Ndio tunapita kukagua jeti hizi kwa ajili ya mantiki hiyo. Sambamba na hilo, tunakuwa tuna ukaguzi wa kila mwaka kwa ajili ya kuangalia usalama wa eneo husika na vile vile kuendelea kurenew certificate zao ambazo zimewekwa kwa mujibu wa taratibu za serikali. Hatua la kwanza, ili tujue kwamba ipo katika hali salama au sio salama, kwanza huwa tunazikagua. Baada ya kubaini, tunashauri ya kwamba zile hatua za kiusalama zote zifuate. Akishindwa kufuata mtu au mmiliki wa jeti hiyo, tunaistopisha isifanye matumizi husika. Sambamba na hilo, hatuwezi kutoa certificate ama kibali kwa ajili ya kuendelea na shughuli yake. Sambamba na hilo, ili jeti yoyote ianze kazi lazima ije kaguliwe, ionekane salama, ndiyo tapewa leseni kwa ajili ya kuendesha shughuli zake. Faini inategemea na miezi ambayo aliyopita ama aliyoacha kujaja kuchukua leseni zake, ambapo faini tunaanza ikifika miezi 3 ndio anapiga faini. Ina maana tunaangalia direction ama tunaangalia calculation. Je, miezi 3, miezi 5, 7, mwaka, tunaangalia kulingana na muda ambao amesita kuja kuchukua leseni au muda ambao ameanza shughuli yake mpaka hapa tulipokuja ambapo hana leseni. Katika ziara hii kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili, ambapo kwanza kuna wengine wanakuwa ni uhaba wa uelewa wa taratibu zilizowekwa na serikali. Wengine anaweza kawa anajua lakini anataka uelewa zaidi. Mwingine hajui kabisa kwa sababu yeye mwenyewe hataki kujua taratibu za kiserikali, kwa sababu kama ilivyo kuna watu maalum kazi yao kuvunja ni taratibu tu zilizowekwa na serikali. Wito kwa wananchi na wamiliki wa jet, tunatoa wito kwao, serikali ipo kulinda usalama wa raia, watalii na mali zenyewe husika. Kwa sababu unapokuwa hujafuata taratibu, ina maana jeti yako inakuwa haijakaguliwa. Na inapokuwa haijakaguliwa, ina maana huwezi kujua vitu gani vya kiusalama katika chombo chako. Sasa inaweza katokezea janga lolote, kumbe hukujua tu kuna kitu gani ambacho unatakiwa uweke ili kupunguza athari ya ile janga litakalo tokezea. Sambamba na hilo, unapotumia bahari, kuna siku za pepo ambazo kuna bahari inachafuka na siku nyingine bahari inakuwa shwari. Sasa endapo unapata elimu kipindi gani upepo unakuwepo na kipindi gani ambapo upepo unakuwa si mkali, au vipi mtu akitumbukia kwenye maji utamokoaje? Kwa sababu sharti la kwanza ili tukupe leseni lazima uwe na mtu aliyepata mafunzo kuhusiana na usafiri baharini ili apate zoezi la uokozi. Hivyo unapokuwa na mtu kama huyu, ina maana anapata kuwa linapotokeza jambo lolote yeye yupo katika pale katika kutoa msaada, huduma ya kwanza. Kwa upande wake, mmoja wa wamiliki wa Kivinjeni Bangalow, Zabon Samson, amesema ukaguzi huo umewapa elimu na kuhamasisha kuimarisha usalama wa gati kabla ya kuanza kutoa huduma. Amewataka wanaojenga magati kufuata sheria na taratibu zote, huku akitaka mamlaka ya usafiri baharini kuendelea kusimamia na kufuatilia maeneo yote yanayojengwa magati. Ujio wenu nyinyi najua ni mnakuja kuona jeti ilivyo na mnahakikisha kwamba usalama uwepo, jeti lio na wasimamizi, pia lipate kila kitu mnachotaka nyinyi.
Kwa hiyo sisi tutafuata sheria zenu mnavyosema na ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo tutaweka watu kama ikishafunguliwa, kabla ya kufunguliwa tutafuata nyinyi. Tena hii karatasi mlotupatia ili mtupe nyaraka zaidi kwamba tutafanya hiki, tutafuata protocol zenu. Ujio wenu nyetu tumefurahi kwanza ajili ya kutupa elimu ili kutufahamisha kwamba mkiwa na kitu kama hichi kama jeti inatakiwa mkae hivi ajili ya kunusuru maisha ya watu, kwa sababu bila nyinyi hapa tusingejua chochote. Tafahamu. Kwa hiyo nyie ujio wenu tumefurahi na pia tumejifunza. Nilichogundua pia ukijenga jeti kama lile, cha kwanza lazima tuwaone nyinyi ili kutupa elimu sahihi, kwa sababu bila nyinyi tusingeweza na tusingejua chochote kwamba kunatakiwa kuwekwe hiki, wanatakiwa waje watu wa namna hii ili wakava hatua kama hiyo. Maeneo yaliyotembelewa ikiwemo Kizimkazi Kwanza Resort by Sunrise, World 4-Star Hotel, Jambiani Blue Moon Resort, Kivinjeni Bangalo na White Paradise. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatima Bernard, Juma Kamera, Jabir Ridwan, ASAM Online TV.